SEC au CERC ni mradi ambao kwa kirefu chake tunauita Contingency Emergency Response Component, ikiwa ni sehemu ya miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia katika kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi kulikosababisha kutokea mvua nyingi sana zilizoharibu miundombinu. Mradi wa SEC ulipata baraka za kutekelezwa mwaka jana, mwaka 2024 mwanzoni, kutokana na mvua zile ambazo zilinyesha katika maeneo mengi nchi nzima na kwa muda mrefu, hivyo kupelekea miundombinu mingi kuharibika. Nikizungumza kwa maana miundombinu ya madaraja na makalvati. Mradi huu wa SEC unatokana na miradi mingine inayoendelea kufadhiliwa na Benki ya Dunia, ambayo ni miradi ya tunaita TANTIP, yani Tanzania Integrated Projects, lakini vile vile kuna mradi wa RISE yani Road to Inclusion for Socio-Economic Development, lakini vile vile mradi wa DMDP2 ambayo yote inafadhiliwa na Benki ya Dunia. Lakini vile vile katika mradi hii kuna miradi ambayo mingine iko katika hatua ya mwisho kabisa katika utayarishaji wake, inaitwa Crisis Response Window chini ya Benki ya Dunia, na miradi hii itaanza kutekelezwa kwa maana ya ujenzi wa madaraja mengine chini ya CRW au Crisis Response Window hivi karibuni. Mradi huu wa SEC upo katika mikoa 22 na takribani madaraja 81 yanajengwa na yako katika hatua mbalimbali. Hivyo ni mradi ambao ni wa muhimu sana katika kuimarisha miundombinu, na hasa katika nyakati hizi ambazo hali ya hewa hazitabiriki. Na katika utekelezaji wa mradi huu tumetumia wakandarasi wengi ni wa ndani. Tumetumia fedha nyingi kwa wakandarasi wa ndani, na fedha ambazo zimepatikana katika utekelezaji wa mradi huu takriban bilioni 860 ambazo ndio zilizopo kwa utekelezaji wa mradi huu, na wakandarasi wa ndani wengi wamenufaika katika kujenga madaraja na makalvati, lakini usimamizi wa mradi huu unasimamiwa na kitengo cha uhandisi cha usimamizi cha TANROADS, yani TECU. Hivyo ni mradi mmoja mkubwa sana ambao baada ya madaraja ya 81 kukamilika kutakuwa na manufaa makubwa ambayo mikoa takriban 22 kati ya 26 iliyonufaika na mradi hii itapata miundombinu ya kuaminika na hivyo kupunguza athari za mazingira. Mikoa hiyo itanufaika kwa kuimarika kwa miundombinu ya madaraja na makalvati katika mikoa hiyo 22, lakini vile vile itaongeza reliability au na maana itaongezeka kuaminika kwa miundombinu ya madaraja na makalvati, hivyo kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na athari zinazotokana na mvua zisizo za kawaida. Hivyo Watanzania katika mikoa 22 na ile ambayo itapata miradi ya Crisis Response Window watanufaika kwa kiwango kikubwa. TANROADS imeweka mkakati maalum wa tunaoita resilience strategy ya kukabiliana na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza tunaimarisha mifumo yetu ya usanifu na ya ujenzi ambayo itakuwa mifumo himilivu katika ujenzi, lakini pia katika usanifu wa madaraja na makalvati, lakini vile vile na ujenzi wa madaraja. Lakini la pili, tumeweka tunaita emergency response systems au mbinu za tahadhari ya haraka pamoja na early warning systems, yani utoaji wa taarifa wa haraka ambayo unahusisha kuwezesha TANROADS kuweza kujiweka kimkakati kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pale ambapo kunakuwa na tishio hilo. Mojawapo hiyo ya early warning system ni kujua mifumo ya hali ya hewa kwa kushirikiana na mamlaka zingine, lakini vile vile kujitayarisha kwa maana ya vifaa vya madaraja ya dharura ili athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi zisiweze kuleta hali mbaya zaidi katika mifumo ya usafiri nchini. Miradi ya SEC itakwenda kubadilisha kwa kiwango kikubwa mifumo ya usafiri na usafirishaji, na Watanzania watanufaika kwa kuwa na miundombinu ya madaraja na makalvati yenye kuaminika na ambayo inahimili hali ya mabadiliko ya tabia nchi kutokana na usanifu wake, lakini kutokana na mbinu za ujenzi zilizofanyika. Lakini vile vile fedha hizi za Benki ya Dunia ambazo zinatumika katika mradi wa SEC zinakwenda kuimarisha
wakandarasi wa ndani katika kujenga uwezo wao, na hivyo kukabiliana na majanga ya namna hii kwa kutumia uwezo wa ndani, wakandarasi wa ndani, usanifu wa ndani na usimamizi wa ndani, hivyo kufanya jamii ya Watanzania kwamba iweze kujiimarisha katika ujenzi, usanifu, lakini vile kusimamia miradi yenye changamoto kubwa kama hii.